imetoka Kenya, pombe nyingine hii imetoka Msumbiji, na pombe nyingine imetoka Malawi. Anazichanganya pamoja. Mwingine anachukua Red Bull, anachanganya na Coca-Cola, anachanganya na konyagi. Hii ni hatari sana kwa mujibu wa taarifa za wataalamu wetu. Kwa hiyo ongezeko la ugonjwa wa figo katika mji wetu limekuwa kubwa. Lazima tulikabili kwa umakini sana. Sasa hospitali yetu ya mkoa bado hatujawa na vifaa thabiti. Tunayo hospitali yetu ya rufaa ya Peramiho ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kushughulikia matatizo ya figo. Na tunao hospitali moja hapa Afya Point na yenyewe inashughulikia hayo matatizo. Sasa nimeona nije hapa kwa malengo mawili. La kwanza, nataka kuwashukuru sana kwa michango ya hela hizi hapa ambazo mmezitoa kuelekea wiki ya wanawake duniani, ambapo tarehe 8 ndio itakuwa hitimisho. Wanawake wa Songea mmefanya jambo la maana sana. Usifikiri kwamba mnaweza mkafanya mambo mengi, wahitaji ni wengi, shamra ni nyingi, makongamano ni mengi, shughuli zenu na kazi zenu mnazozikumbuka katika jamii ni nyingi. Lakini mmoja wapo ambao mmelikumbuka ni kuona umuhimu wa kuwakumbuka wagonjwa wasiojiweza, hususani katika kuhamasisha wawe na bima za afya. Huyu mama hapa hawezi kujitibu bila bima ya afya. Mfuko wetu wa bima ya afya kwa namna ulivyoundwa, umeumbwa kwa namna ya kushughulikia hasa watumishi wa umma. Na kama si mtumishi wa umma, basi mwanae ameajiriwa au mke wake ameajiriwa au baba yake kaajiriwa, ndio anaweza akatumia bima ile kumtibu asiyekuwa mtumishi wa umma. Lakini ipo haja sasa hata watu wasioajiriwa kwenye sekta rasmi, wakulima, bodaboda, sijui wafugaji, mama ntilie, ni lazima waingie kwenye mfumo wa bima ya afya. Tukifanya hivyo tutaokoa sana maisha yao. Hivyo basi, hizi fedha ambazo mmechanga shilingi 650,000 na mkuu wa wilaya anatopa shilingi 1,142,000, jumla tunapata shilingi 792,092, zinatosha kumsaidia mama huyu kupata bima ya afya ya juu ambayo ataweza kumfanya atibiwe mwaka mzima. Kwa hiyo lengo la kuja hapa ni kutoa mafundisho mawili. La kwanza ni kwamba ninyi wanawake mnaweza sana mkachangia jambo kubwa pamoja na kuokoa maisha ya mwanamke mwenzenu, mama huyu hapa, kwa kufanya changizo la fedha ili msaidie apate bima ya afya ambayo atatibiwa mwaka mzima. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba wenzetu wanaokunywa pombe bila utaratibu wajue kwamba viungo vyao ni vya thamani sana. Wakome kabisa kunywa pombe ambazo hazijathibitishwa. Wakome kabisa kuchanganya kwanza hawajasomea mambo ya maabara. Yaani wewe mtu hujawahi kusoma mambo ya maabara, unaanza kuchukua konyagi, unachukua na wine, sijui nyingine na majina ya kiwatakatifu, Saint Anna, sijui Saint nani, unachanganya pamoja. Ukweli pale hakuna cha utakatifu, unaharibu sana afya yako. Sasa fedha hizi zote ambazo zimechangwa na wanawake wa Songea Manispaa, wanawake wa mkoa wa Ruvuma kwa niaba, tunazikabidhi kwa meneja wa bima ya afya mkoa wa Ruvuma, ambaye kwa kweli anafanya kazi nzuri. Sasa ameamua kupita kwa makundi mbalimbali kuwaelimisha vifurushi. Kuna vifurushi vya bima ya afya. Wizara ya Afya inafanya kazi nzuri, imeanzisha vifurushi vya bima, vifurushi mbalimbali kulingana na mapato ya watu, kipato cha watu, vya wanafunzi, wafanya biashara, akina mama, watoto, mama ntilie, wote wana kategori kulingana na vipato vyao. Kwa kufanya hivi tutaokoa sana maisha. Kwa meneja, naomba fedha hizi uzichukue fedha hizi kwa niaba ya wanawake wa mkoa wa Ruvuma ambao wamejipanga vizuri sana
kusherehekea siku ya wanawake duniani, wameamua wajitolee, wamsaidie mwanamke mwenzao apate bima ya afya ya kudumu ya mwaka mzima ili aendelee kupata matibabu. Baada ya kusema maneno haya, msiache basi kufanya mambo haya mazuri, muendelee kufanya haya kwa huyu mwanamke mwenzenu na kwa watoto wengine, hasa wenye uhitaji. Na mkigundua pia kuna wanaume wengine nao wana uhitaji, na wenyewe mwasaidie vile vile. Lakini kipaumbele